Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine ambao tunazungumzia. Hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Wananchi Young Africans wanazitafuta alama tatu zingine tena za muhimu kabisa kwenye kikosi chao, ambapo ukiweza kushuhudia klabu hiyo ikiweza kupambana kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kulitoa taji la msimu huu, ikiwa ni mara ya 5 kama watafanikiwa kuweza kulipata taji hili. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kimetangazwa leo hii na kocha Moalin kwa ajili ya kwenda kuzisaka alama tatu muhimu kabisa mbele ya Fountain Gate katika mchezo wa hapa nazungumzia ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo majina yameweza kuwekwa bayana. Utakwenda kujua mwanzo mwisho nani na nani ambao wameweza kupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Fountain Gate, kama ambavyo mwalimu ameweza kuainisha kikosi chake. Majina ni haya hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media. Ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi hapa nazungumzia Young Africans wanaingia dimbani kwenda kuzisaka alama tatu zingine muhimu ili kujiweka vyema kabisa kwenye kikosi chao katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, zikiwa zimesalia michezo minne tu kwa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwenda kumalizika, ambapo klabu hiyo inaona kabisa kwamba wanayo nafasi ya kufanya hivyo. Sasa kikosi ambacho kinakutana na Fountain Gate chini ya mwalimu kocha Moalin, ambacho amekitangaza ni kama ifuatavyo. Majina kwa kuanza kabisa, golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, akienda kuitafuta clean sheet yake nyingine tena katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Unakuwa ni mwendelezo wa kutafuta zile clean sheet ambazo wanaendelea kuweza kuzisaka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ukiweza kushuhudia ubora wa Diarra katika lango, anavyokuwa hatari kweli kweli. Kwa hiyo ni kazi kubwa kuweza kuzilinda nyavu zisiweze kutikisika ndani ya dakika hizo 90 za mchezo, huku akihitaji kwenda kupata ushindi. Kwa hiyo itakuwepo kazi kubwa kwa Diarra kuhakikisha nyavu zake zinakuwa salama bin salmin. Lakini pia katika upande wa beki namba 2 anasimama Atola Yao Kwasi. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa na mchezo mzuri, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayofanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika kupandisha mashambulizi. Amekuwa na uimara mkubwa kweli kweli, ukiweza kushuhudia anapiga kazi ya kutosha kabisa, namna ambavyo amekuwa akifanikisha majukumu yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo atakuwepo katika upande wa kulia Atola Yao Kwasi akisimama kama beki namba 2, huku beki namba 3 anasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Nafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki walitoka pale wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, na sasa
kipiga katika klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri licha ya majilambo aliweza kuyapata hivi karibuni na kumfanya kukaa nje kwa muda kidogo, lakini sasa ameweza kurejea kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kuisaidia timu hiyo kutoa kombe hili kwa kuweza kunyakua kila pointi ambayo inayokuwa mbele yao. Kwa hiyo atakuwepo kwenye kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali hapa nazungumzia bali ni Young Africans. Lakini katika upande wa beki hapa nazungumzia namba 4 anasimama si mwingine Bakari. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Ibrahimu Hamadi Baka akiweza kusimama kama beki namba 4 katika mchezo huu. Mwalimu ameona Ibrahim Baka katika mwendelezo wake akiendelea kuweza kuzilinda nyavu za Diarra na kuhakikisha kwamba wanaondoka salama bin salmin. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa inayofanyika katika ulinzi, huku beki namba 5 anasimama Bakari Nondo Mwamnyeto katika mwendelezo wake, licha kwamba kuna makosa ambayo aliweza kuyafanya nyuma, lakini ameweza kurejea na kupewa nafasi na anazidi kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa daraja gani. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayofanyika katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans katika mchezo dhidi ya Fountain Gate katika nafasi yao ya ulinzi, ndio ambavyo imekamilika. Ukija katika upande wa viungo, namba 6 anasimama Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa na mwendo kuwa na maarifa. Moja kati ya wachezaji ambao kuwasikia wakiimbwa ni mara chache, lakini kazi ambayo anaifanya ni kazi ambayo imetukuka kweli kweli. Anapiga kazi ya kutosha, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni moja kati ya viungo bora kweli kweli ambao wana mapafu ya kutosha, pumzi kweli kweli. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Lakini katika upande wa namba 7 anasimama si mwingine bali Starboy Harlan Okello. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na moja kati ya moment nzuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia akiendelea kuweza kuandika mabao, pia ukiweza kushuhudia assist akiendelea kuweza kuzitoa. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanaendelea kuwa na mvuto kweli kweli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ukiweza kushuhudia ubora wake mkubwa kabisa. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia si mwingine bali ni namba 8 anasimama si mwingine bali ni Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao wanapiga kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya Mudathir Yahya, moja kati ya watu ambao kwenye matukio ndio utakwenda kumshuhudia kwamba kweli si mtu wa polepole. Ana matukio yake ambayo ya kushangaza na ya kujiamulia mambo ambavyo yeye huwa anaona. Kwa hiyo utakwenda kulishuhudia hilo katika mchezo ya Fountain Gate. Lakini pia katika upande wa namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya Dube akiendelea kuweza kuzitafuta nafasi za magoli, lakini pia kuweza kulinki kikosi na kufanya build up ya mashambulizi katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayofanywa na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, huku ukiweza kushuhudia namba hapa nazungumzia namba 10 anasimama si mwingine bali ni Max Nzingeli. Namba 11 akisimama Paco Mzuzwa katika kikosi cha wananchi Young Africans. Hiki ndio kikosi ambacho Yanga kitakachoanza zaidi ya Fountain Gate. Weka maoni yako hapo chini katika upande wako.